Kitabu cha Luka 19 kinaongea kuhusu mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Zakayo. Na maandiko yanasema kwamba Zakayo alikuwa ni mtu mfupi, na kwa hiyo katika ufupi ule kuna mambo ambayo ulikuwa unamzuia yeye kuyafanya. Mstari wa 3 ya Luka 19 inasema kwamba huyo alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Wakati huu ningependa nikaweze kuongea na wewe kuhusu usiachilie ama usiwache ufupi wako ukazuia wewe kumuona Yesu. Mtu huyu alikuwa ni mtu tajiri na hakuwa maskini, lakini alikuwa na tatizo lake, kama vile leo unaweza kuwa na tatizo, na tatizo lake lilikuwa ni ufupi. Unajua, huwa tunasoma habari hii ya mtu huyu ambaye alikuwa anaitwa Zakayo, na tunaimba nyimbo kule kwa Sunday school vile ambavyo alivyokuwa mfupi na alivyopanda mti akamuone Yesu. Lakini nimekuja kuona ya kwamba hata sisi katika maisha haya ambayo tunaishi kuna ufupi ambao tuko nao na unatuzuia tukamuone Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakati nilipokuwa ninaangalia mambo ya Zakayo, Biblia inasema kwamba alitaka kujua, alitamani kumuona Yesu, lakini kwa sababu ya umati wa watu hangeweza kumuona Yesu, na kwa hiyo ilimgharimu yeye apande juu ya mti. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mpendwa, mtu huyu alikuwa ni tajiri, mtu huyu alikuwa ni mtu tajika, mtu huyu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na pesa, na kama tajiri kitendo kile ambacho alikifanya kilikuwa ni kitendo cha aibu, ya kwamba tajiri anapanda juu ya mti ili akamwone Yesu, lakini aliziweka aibu zake kando kwa sababu kuna kitu ambacho alikuwa anakitaka. Na maadamu alipokuwa amepanda juu ya mti, Yesu alivutwa na hali hiyo, na alivutwa na kitendo hicho ambacho Zakayo alikifanya, na dakika hiyo wokovu ukaingia katika nyumba ya Zakayo. Mwadhaninga hivi torogosho. Sijui ni tatizo gani ambalo uko nalo katika maisha yako ambalo linakuzuia wewe kumuona Yesu. Sijui ni tatizo lipi ambalo linakufunga wewe ukamuone Yesu. Tunapoangalia hali ya kupanda mti, hali hii ya kupanda mti ni kiwango cha kuinua imani. Ni kiwango cha kuinua imani. Tuna ufupi wetu, nina ufupi wangu ambao unazuia nikamuone Yesu. Ndio, naweza kuwa nina ufupi wa pesa, naweza kuwa nina ufupi wa ugonjwa, naweza kuwa nina ufupi wa hali nyingi za kimaisha, na hali hizi wakati mwingi zimetuzuia katika maisha ambayo tunaishi sisi tukaweze kumuona Yesu. Lakini mtu huyu alisema kwa sababu yuko na haja na anataka Yesu akaingilie katika maisha yake, anataka kumuona Yesu, lakini hawezi. Umati wa watu ulikuwa umezunguka Jericho, kwa sababu wakati huo Yesu ameingia Jericho, na akasikia kwamba Yesu ameingia Jericho. Na kile kitu ambacho kinanifurahisha na huyu mzee, alijua wakati wake wa kujiliwa umefika, kwa sababu maybe alijaribu wakati mwingine kumuona Yesu ikashindikana kwa sababu ya umati wa watu, mpendwa. Na kwa hiyo hakutaka kujua watu watasema nini wakimuona juu ya mti. Hakutaka kujua watu wataongeaje tajiri amepanda juu ya mti. Alifunga masikio yake. Kuna wakati huwa inafika, inahitajika tukafunge masikio yetu ili tukamuone Yesu, kwa sababu ya ile hali ambayo tunapitia, kwa sababu ya ule ufupi ambao tuko nao katika maisha yetu, kwa sababu tunatamani Yesu kama angeliingilia kati, lakini Yesu anatungojea tukaweze kupanda juu ya mti ili na yeye akaweze kushughulika na lile tatizo letu. Mtu wa Mungu, usikae ukakaa hapo na huo ufupi
na ukaanza kujiuliza watu watasema nini. Zakayo hakutaka kujua umati utamuonaje. Gitonga giki, mtoza ushuru huyu amepanda juu ya mtu. Yeye hakutaka kujua watu wataongeaje mambo hayo, lakini anachotaka ni kwamba Yesu akaweze kumuona na Yesu akaweze kuja kwake na akalitatue tatizo lake, na kwa njia hiyo wokovu ukaingia katika nyumba ya Zakayo. Jina la Bwana libarikiwe. Ni ufupi upi ambao uko nao unazuia ukamuone Yesu? Hatutopanda juu ya mti siku ya leo, lakini tutainua imani zetu kiwango cha juu, ili Yesu akaone kwamba tunamwamini. Yesu akaone kwamba katika hiyo hali ambayo niko nayo nimeinua imani, na kwa sababu ameona nimeinua imani katika kiwango cha juu, Yesu atakuja kushughulika na lile tatizo. Kwa hivyo usikae. Huyu mzee nilikuwa ninaangalia na ninaona kweli kuna wakati alikuwa amejaribu kumwona Yesu akashindikana kwa sababu ya umati wa watu, kwa sababu popote pale Yesu alienda alikuwa amezungukwa na umati wa watu. Lakini bwana huyu kwa sababu alikuwa na hali hiyo ya ufupi, na kwa bahati mzuri siku hiyo Yesu akawa anapita pakawa pana mti. Maybe kule ambako kulikuwa anaenda maybe kulikuwa hakuna miti, lakini hapa amepita Yesu na kukawa kuna mti. Na Zakayo akajua wakati wangu wa wokovu umefika, wakati wangu wa kubadilishiwa hali hii umefika, wakati wangu wa kujiliwa na Bwana wangu umefika, ili maisha yangu yakabadilike. Ninachotaka ni kufanya nini? Kwa sababu nikimfuata Yesu sitamfikia, nitapanda juu ya mti. Kapanda juu na ninafurahia kwa sababu Yesu alimuona. Yesu alivutwa na ile kitendo ambacho Zakayo alifanya. Ni kitu gani ungependa leo Yesu akaweze kukutetea, akaweze kukufanyia mpendwa? Si ukainue imani kama Zakayo. Usiangalie ufupi, usiangalie watu watasema nini, usiangalie ufupi wako, usiangalie hali hizi ambazo zinakutatiza. Can you just inua imani mbele za Bwana wakati huu na uone Kristo akiangalia kitendo ambacho umekitenda. Wakati mwingine mpendwa, inahitajika tunaingia katika hali ya extra mile. Unapojua sasa wakati wa kujiliwa kwangu unafika, na unahimizika ndani ya moyo wangu, ni wakati sasa, kwa sababu hali hii imenikalia sana. Sasa inahitajika nikatoe dhabihu, nikasimamishe dhabihu kwa sababu ya kitendo hiki, ili Yesu akaweze kuja kwangu, kwa sababu namtamani Yesu akaingie katika nyumba yangu kama Zakayo, akalete wokovu kwa nyumba yangu kama Zakayo. Kwa hivyo kuna wakati unafeel ndani ya spirit ya kwamba huu ni wakati wa ujio wangu, huu ni wakati wa kubadilishiwa maisha na Mungu, huu ni wakati ambao Yesu anataka kutenda mabadiliko, kufanya mabadiliko ndani ya maisha yangu. Kwa nini usiinue imani hata kiwango cha juu zaidi, uende mbele za Bwana na dhabihu, ukamtolee Bwana dhabihu, ukapande juu ya mti, ukamwambia Bwana, nimetoa dhabihu hii kwa sababu ya kitendo hiki, kwa sababu ya jambo hili ambalo nataka ukanitendee. Lito la Jehova ngelirogoshwa. Mtu ambaye hakushughulika watu wataongea nini. Unajua tunaongea vitu mingi, tunakosa kuangalia hali zetu, tunaangalia watu wataongea nini, tunaangalia watu watasema nini. Mtu huyu hakutaka kujua watu watasema nini. Alichokuwa na haja nacho ni Yesu amuone. Usidhani Yesu hakujua Lazaro alikuwa na shida. Usidhani Yesu hakujua Lazaro alikuwa anamtafuta. Lakini Yesu alingoja achukue imani katika kiwango kingine. Usidhani Yesu haangalii shida ambayo uko nayo. Anajua uko na matatizo, anajua kuna hali fulani ambayo inakutatiza, anajua uko na hali fulani ambayo unaipitia, lakini anakungojea ukaamini. Maandiko anasema katika kile kitabu cha Yakobo, na napenda sana Yakobo 1:6, amwendeaye Bwana lazima aamini ndani ya moyo wake ya kwamba yupo. Na kwa hiyo unainua imani katika maisha yako, unainua imani na unajua ya kwamba tatizo hili nikilipelekea Bwana atalitatua. Mpendwa, si Bwana akubariki unapotamani kupanda juu ya mti katika njia ya imani kama Zakayo. Ukisoma hiyo habari ya Luka 19 utasikia yale mambo ambayo yalitendeka baada ya Zakayo Yesu kumkaribisha kwake. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo tusikae na ufupi, tusingoje ufupi wetu utuzuie kumuona Kristo. Bwana akubariki kwa jina la Yesu.
Amen.